Halo, karibu Swahili Maktaba. Sasa huu mzigo wa leo bana, unaanza moja kwa moja tukiwa gerezani ambako tunakutana na ustazi mmoja anaitwa Ahmad ambaye alikuwa anatumikia kifungo kwa adhabu ya kumuua mke wake kwa mikono yake. Yuko gerezani hapa. Sasa ni nini kilichomfanya huyu ustazi kuwepo hapa, na alikuwa ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu? Karibu tuangazie kisa hiki. Turudi tuanze moja kwa moja miezi 7 kabla ya yeye kuwepo hapa gerezani ili tujue ni nini kilichomkuta ustazi Ahmad. Mzigo unaanza moja kwa moja na ustazi wetu akiwa anasali nyumbani. Yeye ni mhubiri ambaye alikuwa akimtumikia Mwenyezi Mungu na ana mabinti wawili. Binti wake mkubwa anaitwa Naila na mwingine anaitwa Yasmin, pamoja na mke wake. Mke wake huyu alikuwa anaitwa Sri. Ingawa familia yao ilikuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa sana za kifedha, lakini walikuwa wanaonekana kuridhika na walichokuwa wanakipata, na wanaonyesha wakiwa wanapata kifungua kinywa, wakiwa na furaha kabisa. Kisha tukio linahama moja kwa moja kwa msichana mmoja anaitwa Rani. Alikuwa akikumbwa na mambo ya kishetani pamoja na mapepo yalikuwa kimwandama huyu mwanamama. Mama yake Rani akawa ameingia hapo kwenda kumtazama binti yake akiwa na huruma juu ya binti yake kumwona katika hali hii. Binti anamwomba msaada mama yake, anamwambia kwamba ni nini hasa yeye amekitenda mpaka kufungiwa eneo hili, lakini mama yake akawa amemwambia hivi, baba yako amekwenda kutafuta msaada. Baba yake huyu binti anaitwa Rani akaanza kulia akimwambia mama yake kwamba anaumia sana akiwa hapo, hajui ametenda kosa gani mpaka kufungiwa eneo hilo. Mama yake akiwa amevunjika moyo akaanza kulia huku akimwonea huruma binti yake. Akajaribu kumfungulia binti mkono wake mmoja, lakini ghafla Rani akawa amebadilika na sauti ya kishetani ikamwambia mama yake kwa kupiga kelele, kwa nini umesimama? Kwa nini usiendelee na zoezi lako? Mlango uko umejifunga kwa kishindo. Mwanamama huyu akaanza kupiga kelele kuomba msaada kutoka eneo hilo. Rani akawa amesimama na akachiria tabasamu kubwa usoni kwake. Kwa nini kanyanyuka? Ni kwa sababu mwanamke huyu alikuwa amekwisha kufanikiwa kumfungua mkono mmoja, lakini kwa bahati nzuri mume wake huyu mwanamama, yani Alhar, akawa amefika hapo akiwa na ustazi. Wakawa amefika hapo na kuvunja mlango na kuingia ndani. Rani akamwacha mama yake na kumvamia Ahmad. Mapambano makali yakawa yametokea eneo hilo. Ustazi akawa amemwamuru pepo huyo amwachie Rani. Ukisikia pepo na mavaibu basi ndo huyu hapa, yani ukizubaa kidogo tu kapita na koo. Lakini kwa bahati nzuri ustazi akawa amefanikiwa kumdhibiti na kumwekea mikono yake kichwani. Akaanza kusoma dua, lakini pepo akawa amechoropoka tena hapo. Ahmad baada ya purukushani kubwa, lakini akawa amefanikiwa tena kumtuliza yule pepo na kuanza kusoma dua. Baada ya muda akafanikiwa kweli kumuondoa yule pepo ndani ya yule binti. Binti akawa amezimia. Anhari baba yake Rani akawa anamshukuru ustazi kwa kumwokoa binti yake, akamtaka kumpa pesa kama zawadi, lakini Ahmad akawa amezikataa zile pesa akisema kwamba amemsaidia kwa dhati tu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye amempatia huduma hii amtumikie, na akawa amemtaka mwanaume huyu amuhudumie mke wake pamoja na mtoto wake. Kisha ustazi akawa ametoka hapo na kurudi nyumbani kwake. Sasa tukio linahamia kidogo kwa mke wake Ahmad, mke wake ustazi ambaye yeye anaendesha duka moja la nguo. Sasa biashara kwa awamu hii watu wanalalamika gharama ziko juu, kwa hiyo wengi wanaondoka bila kununua vitu vyovyote. Sasa jioni mwanamke aliporudi nyumbani, mume wake alivyorudi, shati lake limechanika kutokana na ile purukushani aliyokutana nayo na lile pepo lilikuwa linamwandama Rani. Sasa mwanamke alikuwa anashangaa, anamuuliza kimetokea nini? Mwanaume akasema kwamba ni mkwaruzo tu kidogo, pepo alikuwa anasumbua lakini nimefanikiwa kumdhibiti. Sasa mke wake baada ya kugundua kwamba mume wake alikuwa ameenda kufanya rukia, mwanamke alikuwa amemuuliza, na leo tena umekataa malipo uliopewa kama shukrani baada ya kutoa hiyo huduma, si ndio? Ahmad akasema kwamba huduma hiyo aliyoifanya ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hawezi kabisa kugeuza kuwa chanzo cha faida yake binafsi. Mke wake akamkumbusha kuwa biashara yake kwa sasa inadorora, gharama za nyumbani zinaendelea kukua, matumizi yanazidi kuwa mengi, na ila anatakiwa kuhitimu shule hivi karibuni na anatakiwa kwenda chuo. Mwanamke anaona kabisa hii hali uko mbele inaenda kuwa mbaya zaidi. Ahmad akamwambia kwamba kuwa na subira, tumtumaini Mwenyezi Mungu, kila kitu kitakuwa sawa. Upande wa mtoto wao Naila akiwa shuleni, kuna kijana mmoja anaitwa Fahan akawa anamkaribia huku kundi la wasichana fulani hivi. Hawa wasichana kuna mmoja wao anaitwa Sinta, anampenda sana huyu jamaa. Sasa huyu mshikaji wako amempata Naila, anamuuliza kwamba ni kwa nini mara zote mimi nikitaka kukurudisha nyumbani kwa pikipiki yangu mara nyingi huwa unanikatalia? Nataka nikupe hiyo ofa lakini wewe unanikatalia, kwa nini? Huyu mshikaji anamuelewa sana huyu binti. Binti ni mrembo haswa. Wasichana waliokuwa wanatazama dirishani wanaona wivu sana kuona huyu mshikaji ikamsogelea Naila. Bitozi yuko kando ya Naila anajaribu kubembeleza wanapotoka shuleni ampeleke nyumbani kwao, lakini binti ni wa kusoma, hajaja hapa kwa ajili ya kuja kusubiri nafasi za kusindikiza nyumbani. Naila akawa amemwomba msamaha tu huyo mshikaji na kuwa ameondoka hapo haraka haraka. Sasa alipoingia darasani, kwa bahati mbaya akawa amempiga kikumbo Sinta bila kujua. Sasa hiyo hali ilisababisha huyu binti kuangusha simu yake ka iPhone fulani
hivi macho matatu kakaanguka chini na kakawa kamevunjika kioo. Naila akaomba sana radhi, haikuwa dhamira yake, lakini Sinta akakubali hayo mambo. Akamwambia kwamba ni lazima alipe hiyo simu. Unajua hii simu ni bei gani? Utailipa, la sivyo nitakuripoti polisi na nitakupeleka polisi, hakika nitakufunga. Akamwachia hiyo simu na akawa ameondoka hapo. Sasa binti jioni, Naila akawa amemweleza baba yake yote aliyomkuta shuleni. Ahmad akauliza hiyo simu kwani gharama yake ni shilingi ngapi ili tununue mpya? Naila akasema kwamba inagharimu kama milioni 10 hivi za kikwao huko. Binti akaomba sana msamaha baba yake kwa kuingiza katika gharama ambayo hakuwa ametarajia. Sasa familia hii msosi tu ni tia maji. Leo aanze tena kuhangaika kwenda kugharamika macho matatu kuinunua. Sasa wao wakiwa wanaendelea na hili zoezi, binti yao mdogo Yasmin akawa ameingia hapo akiwa na sita, kabeba barua kutoka shuleni, kapewa onyo mtoto aje na ada na mitihani iko mbele yake, hivyo ni lazima walipe madeni mapema ili binti aendelee na masomo na afanye mtihani ulio mbele yake. Hapa unaambiwa kama mwanaume unafaa kutoa tabasamu tu, ngumu kumeza. Mke wake baada ya kusoma madeni, Sri akapata msongo wa mawazo, gharama inazidi kuongezeka, lakini Ahmad akamfariji kwa kumwambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa, usijali kabisa. Ukisikia kupimwa imani kwa kichwa cha familia ndo huku sasa. Usiku huo wakati Ahmad pamoja na mke wake wanajadili matatizo ya kifedha yanayoendelea kuwakumba, mwanamke akapendekeza kwamba waende kukopa, wakakope hata huko kwenye kausha damu, lakini Ahmad akawa amekataa jambo hilo, akasema kwamba kuwa mvumilivu, Mwenyezi Mungu hawezi kutuacha kamwe, vumilia. Mara ikasikika hodi mlangoni. Ahmad akatoka hapo kwenda kufungua, akamkuta ni yule jamaa mmoja anaitwa Anhar. Kafika hapo kwenda kuomba msaada, anasema kwamba bosi wake Timur ana mtoto wake ambaye ana tatizo, anamhitaji ustazi huyo aende kwenda kumsaidia huyo binti. Moja kwa moja basi wakawa wametoka hapo kwenda kwenye nyumba ya Timur, binti yake anaitwa Ratina ambaye alikuwa amepagawa na mapepo. Ahmad aliposhuka kwenye gari anasikia milio ya mapepo ndani hapo. Timur akawa amemwingiza ustazi ndani ya mjengo huo, ni mjengo haswa. Baada ya kuingia katika chumba cha binti, wengine wote wakawa wamebaki mlangoni, wanamwacha ustazi aingie mwenyewe. Baada ya kuingia hapo, ustazi amuone huyo binti Ratina, lakini akawa amesikia Ahmad. Akamwona Ratini amedanda kwenye ukuta kama wale mijusi weupe. Ratina akamwambia kwamba Ahmad, usiingilie sana mambo yasiyo kuhusu. Kwanza akaona hata kishobo, akawa amefunga ule mlango, wale wengine wote wabaki huko nje, wakabaki wawili tu ndani. Ratina akawa amemrukia ustazi, binti anarusha mikono, huyu Ahmad akawa amemshona moja, pepo akawa amelala chini kwanza kusikilizia moto. Aisee, nzito hiyo. Akawa ameamka. Ratina kwa sauti ya kishetani akasema kwamba huu mwili wa huyu binti ni mali yangu. Akamwonya Ahmad aondoke hapo, asiingilie hii shughuli. Akampanda mgongoni ustazi, lakini ustazi purukusheni akawa amemwangushia kitandani. Timur pamoja na Anhal wakuwa wameingia hapo. Ratina wakuwa wamemtolea vitisho. Ahmad, na hapa nitakuangamiza, utakufwa, nitahakikisha unaenda jehanamu. Kisha akamgeukia Timur baba yake na kusema kwamba nakuahidi nitachukua ulichoniahidi. Akiwa anapiga kelele, Ahmad akaweka mkono wake kichwani kwa huyu binti na kuanza kusoma dua. Latin akapiga mayowe ya uchungu, hatimaye akatulia kimya. Wakajua mzigo umeishiwa pawa, lakini wapi. Akanyanyuka ikionyesha kwamba bado yule pepo yuko ndani yake. Akamwangalia Ahmad na kumwambia kwamba nitakuangamiza Ahmad, wewe pamoja na familia yako nzima. Kisha akacheka kwa kijeli. Hatimaye yule pepo akawa amemwachia. Sasa hii ilikuwa ni ishara mbaya sana, kwa sababu huyu pepo ni kama hajaondoka kwa sababu ya dua, ila ni kama kaondoka kwenda kujipanga. Na ndio maana baada ya maombi huyu pepo aliondoka, akatulia na akarudi kutoa ahadi, kisha akaondoka yeye mwenyewe. Sasa Ahmad ikabidi kukaa na baba yake Ratina kwenda kumuuliza yule pepo alikuwa na maana gani, kwa sababu kasema kuna ahadi uliahidi na ameahidi kuja kuichukua ahadi yake. Lakini Timur akawa amepuuza na akasema kwamba puuza, mara nyingi mapepo huwa anasema maneno kama hayo kwa ajili ya kupotosha imani yetu, lakini hana chochote anachomaanisha. Akawa amemshukuru Ahmad kwa kumsaidia binti yake. Ahmad akajibu kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu tu, na anamkumbusha Timur kwamba waumini wote wa Mwenyezi Mungu wanapaswa kusaidiana na kuepusha vishawishi vya shetani. Ahmad alipojiandaa kuondoka, Timur akawa ametoa kiasi kikubwa sana cha fedha kwa ajili ya kumpatia ustazi huyu, lakini ustazi akakataa, akupokea tena hiki kibunda. Aliporudi nyumbani kwake sasa, kama kawaida, mke wake akawa amemuuliza, anajua kabisa mume wake ameenda kuhudumu huko na atakuwa hajapokea tena zile pesa alizopewa kama shukurani. Baada ya kumuuliza mwanaume, kweli akawa amekubali kwamba hajapokea pesa hizo. Sasa hili jambo lilikuwa linamkera sana huyu mwanamama. Unaenda kusaidia watu wenye uwezo, na baada ya kuwasaidia wao wakitaka kusaidia wewe unakataa. Ahmad akamweleza kwamba wakisaidia watu bila kutarajia malipo, Mwenyezi Mungu atatafuta njia na fungu lao linaweza kuwa kubwa zaidi kuliko hilo. Mke wake akamwambia kwamba Mungu tayari ametoa njia na njia yenyewe ndio hii, lakini wewe huitumii njia hii. Akiwa na hasira akawa ameondoka hapo na kuelekea dukani kwake. Usiku huo sasa, mke wake Ahmad akamwambia mume wake kwamba mama yake Sinta alifika dukani kwake akidai fidia ya simu yake iliyovunjwa na mtoto wao, na mama huyo amewapa wiki moja tu wapate
wapate pesa warekebishe simu yao, la sivyo wataonana wabaya. Ahmad akamwambia kwamba ninaamini usiku huu nitapata pesa kupitia kwenda kufundisha darasa huko, lakini mke wake akamwambia kwamba hiyo pesa ya kufundisha darasa siku ya leo tu, usiku huu, haitoshi kabisa. Pesa hizo hazitoshi hata kulipa ada ya mtoto wetu tu Yasmin peke yake, mzigo ni mkubwa sana, haiwezi kutosha. Ahmed kwa utulivu akamwambia mke wake kwamba Mungu akipenda suluhisho litapatikana. Mke wake akisema kwa hasira kwamba matatizo yote yangekuwa yanaisha kwa namna hiyo basi ingekuwa vizuri, lakini haya matatizo yote yanayotukumba katika nyumba hii yangekuwa yamekwisha kuisha kama angekuwa anapokea malipo ya baada ya kutoa huduma ya kuokoa mapepo, vinginevyo tutaendelea kuteseka tu ndani. Mme wake akawa amemkumbusha na kumwambia kwamba wanapaswa kumtumaini Mwenyezi Mungu. Kisha mwanaume akawa amewaita Naila pamoja na Yasmin kuungana naye katika sala. Sisi tumwache mama mjengo twende na Ahmad pamoja na mabinti zake huko kwenda kuhubiri Injili. Sasa akiwa huko na kundi la watu ambao wamefika hapo kwa ajili ya kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu, akawasimulia hadithi kuwa siku moja kuna jini mmoja alimfuata Shetani bosi wake na kumuuliza, je, tunaweza vipi kuharibu imani ya familia za watu wanaomwamini na kumcha Mwenyezi Mungu? Shetani akajibu kwamba anzeni kwa kuharibu mama wa familia, mchosheni yeye kwa uchovu hadi akate tamaa, ondoeni shukrani moyoni mwake. Atakapokata tamaa, hapo ndipo imani ya familia hiyo itakapoanguka, na kupitia mlango wa mwanamama huyo familia nzima itadondoka. Turudie hapa ili tuingie vizuri. Siku moja jini alimfuata bosi wake Shetani na kumuuliza kwamba tunaweza vipi kuharibu imani ya familia za wacha Mungu? Shetani akajibu kwamba anzeni kwa kuharibu mama wa familia, mchosheni yeye kwa uchovu hadi akate tamaa, ondoeni shukurani ndani ya moyo wake, na atakapokata tamaa tu, hapo ndipo imani ya familia itakapoanguka kupitia mlango wa mama huyo. Wakati wao wakiendelea na ibada hiyo nyumbani kwa mke wake Ahmad, akiwa nyumbani, akiwa ndani ya dimbwi la mawazo, akajaribu kuandika ujumbe kwa ajili ya kukopa fedha, lakini kabla hajautuma ule ujumbe akawa ameufuta. Huyu mwanamke anapitia mawazo mengi sana juu ya familia yake. Akiwa hapo akasikia hodi mlangoni. Nani wewe? Kimya. Mama ikabidi kwenda kufungua mlango. Baada ya kufungua mlango akakutana na mwanadada Ratna. Kafika hapo akiwa amejitambulisha kwamba yeye ni binti wa Timur, yeye ni msichana ambaye Ahmad alimsaidia jana na kumponya mapepo. Ratna kafika hapo kumshukuru akisema kwamba hajui ni nini kingetokea kama sio mme wake huyu mwanamama. Kisha akawa ametoa kibahasha chenye pesa nyingi na kumwomba siri akubali pesa hizo ikiwa kama ishara ama shukurani kwa familia yao. Huyu mama siri hakukataa hili jambo, akawa amezikubali kuzipokea zile pesa, na baada ya Ratna kuondoka akawa amejawa na furaha sana ndani ya moyo wake pamoja na faraja. Familia inarudi nyumbani, meza imejaa vifungua kinywa, meza imejaa chakula cha kutosha. Yasmin pamoja na Naila wakafurahi sana, hawajapata chakula cha namna hii kwa muda mrefu sana. Aisee, leo ni msosi wa kujigaragaza tu, kwa sababu hapo nyuma chakula chao kilikuwa ni cha kujibanabana tu, yaani ilikuwa ni kiasi kwamba ukipika ugali na dagaa, ukipeleka mkono kwenye mboga lazima uonyeshe umechukua dagaa ngapi. Sasa siku hiyo msosi wa kutosha. Ahmad alipoingia hapo akawa ameshtuka sana, ikabidi kuuliza, jamani, mmetoa wapi pesa za kununua chakula kiasi hiki? Mke wake bana ikabidi kudanganya, akasema kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Sanus alitoa oda kubwa sana ya nguo na akawa amelipa malipo mapema sana. Ahmad akasema kwamba nilijua tu wakati sahihi wa Mwenyezi Mungu ni wakati mwema. Ahmad akasema kwamba baada ya chakula itabidi nimpigie simu ili kumshukuru Sanus, lakini mke wake kwa sababu anajua ni uongo akamdakia mme wake na kumwambia kwamba tayari mimi nimekwisha kumshukuru kwa niaba ya familia. Basi mwanaume ikabidi kutulia, wote wakala chakula hicho kwa furaha sana. Sasa jioni Ahmad akiwa msikitini anafanya usafi, yule mwanaume Anhar akawa amefika hapo akiwa na hofu sana, akamwambia kwamba ustazi, twende katika nyumba ya Timur, kuna jambo la kutisha limetokea huko. Hivyo wote wakawa wamekwea boda na kutoka hapo. Walipofika katika nyumba ya Timur ama babake Ratna, wakashangaa sana walichokiona. Wakaona familia nzima kuanzia Ratna pamoja na Timur na mke wake wote wamening'inia kwa shingo, wote wamekufa vibaya mno katika hii nyumba. Hili jambo lilikuwa limemtia hofu sana ustazi. Sasa wakati huo upande wa shuleni Naila akawa amemkabidhi Sinta simu mpya, hataki shida tena kabisa. Mama yake inavyoonekana ile pesa aliamua kwenda kununua na simu, akalipa ada na kila kitu nyumbani kwao kikarudi kama kawaida. Sasa baada ya kushukuru huyu Sinta, marafiki zake Sinta wakawa na mzihaki Naila, na Sinta pia akawa ameungana na marafiki zake wakawa na mkejeli na kusema kwamba sio ajabu Fanhan, yani ule mwanaume
mwanafunzi katika shule hii anakupenda sana wewe, ni kujirahisisha tu, yani wewe ni mwanamke fulani hivi chipu mno wa kujirahisisha tu, sio viwango vyetu kabisa. Naila akawa amenyamaza tu na kuondoka hapo. Akiwa nje sasa, mwanaume alikuwa anamtaja wale wanafunzi Fahani akamuuliza binti kama anaweza kumsindikiza Naila kumpeleka nyumbani. Naila akawa amekubali, hivyo mshikaji akawa amemchukua kwenye pikipiki na kumrudisha nyumbani. Sasa akiwa njiani anamuuliza kama tunaweza kuwa wapenzi. Naila akawa amenyamaza. Mshikaji akasema kwamba mimi naichukua hiyo kama ndio, kisha akaongeza na kusema kwamba nitakuja jioni kukuchukua na kukupeleka mahali hivi tukapigepige story. Binti akakaa kimya. Mshikaji njia nzima na kujipigisha tu breki, mtoto huko nyuma ni kumkumbatia tu. Basi mshikaji anaona kama kaimaliza hii dunia. Kisha tukio linahamia sasa kwa Yasmin akirudi nyumbani kutoka shuleni akiwa amechoka mno, akalala kitandani, lakini mama yake akamuonya, akamwambia kwamba usije ukalalala hapo kwa kosa Sara. Mama yake akamwambia kwamba yeye anakwenda kazini, binti ajiandae ili aende kusali. Lakini sasa binti akiwa kitandani anatumia simu, roho ya Ratina iko imeonekana hapo na kumnongoneza kwamba bado kuna muda kabla ya Sara, lala kidogo. Yasmin akaona isiwe shida, ngoja nilale kidogo, nitakapoamka niende kusali. Baada ya kuuchapa usingizi shui, anakuja kuamka, sauti ya kipepo ikiwa inamtaja jina lake Yasmin. Alipoamka anasikia kama kuna pumzi nzito ikiwa inatoka katika chumba hiki. Baada ya kutazama vizuri, akaona kama kuna mwili mmoja hivi huko hapa chini umefunikwa sanda. Alipotoka kitandani akajaribu kufunua, alipofunua kile kitambaa hakuna kitu chochote eneo hilo. Akiwa amepumua kwa auweni, akijua kabisa labda pengine ni mawazo yake, lakini mara ghafla akaanza kusikia kuna nyayo nzito zinasikika eneo hili zikigonga sakafu. Pepo liko limemvamia likamvuta nywele na kumkokota chumbani. Yasmin kapiga mayowe kwa hofu, anaunguruma, akamtia purukushani za kutosha binti. Baada ya muda mfupi kila kitu kiko kimenyamaza. Yasmin akajua kabisa labda mambo haya yameisha. Ghafla yule pepo tena akamshambulia tena, akaendelea kumpitishia kwenye purukushani za kutosha. Kwa bahati nzuri mama yake alikuwa amefika hapo na kumkuta binti akiwa katika hali ya kujikaba yeye mwenyewe, ni kama alikuwa kwenye usingizi. Baadaye baba hii familia alivyorudi, yani Ustaz Ahmed alivyorudi nyumbani, mke wake moja kwa moja akaenda kumsimulia tukio lililomkuta Yasmin. Sasa baada ya yeye kuambiwa kwamba mtoto wake alionekana kama amepagawa kidogo, kama kuna majini yalikuwa yanamsumbua, Ahmed yeye karudi nyumbani hapa kichwa kimechoka, yeye ana mazito kuliko aliyokuta hapa. Akamwambia mke wake kwamba nimetoka kwenye familia ya Timur, familia nzima, Timur mwenyewe, mke wake pamoja na mwanaye Ratina, wote wamepatikana wamekufa siku 2 zilizopita, na yeye kachelewa sana kwa sababu ilibidi ifanyike ibada ya kuwastiri. Hili jambo likamshtua sana huyu mwanamama Siri, akawa anajiuliza kama Ratina amefariki siku 2 tayari nyuma huko, je, aliyemletea pesa usiku uliopita ni nani? Alo, ukisikia kufa ganzi miguu ndio hii sasa. Anawaza sasa hili jambo linaweza kuwaje, anaweza vipi tena kumwelezea mme wake likija kubumbuluka huko mbele. Sasa jioni ilipofika, binti Naila akiwa chumbani kwake, binti ni kweli bana leo hajajitanda kabisa, eti kakaa anamsubiri yule boyfriend wake wa ajabu Fahamu afika hapo kwenda kumchukua. Kweli mshikaji hakulaza damu, akafika hapo kagonga dirishani kwa kunyatanyata. Binti akajua tayari mkeka umetiki, lakini sasa sauti ya kipepo ikawa inamuandaa binti ikimwambia kwamba mshawishi huyo kijana kwa uzuri wako. Binti ni wazi akawa amepagawa na mapepo, akaanza kutabasamu tu, akafungua dirisha na kumtazama yule mwanaume yuko hapo, kijana kiboyfriend kikampitisha binti dirishani, huko wameondoka hapo. Pepo akaonekana sekunde chache tu katika chumba cha binti akicheka. Mshikaji moja kwa moja akawa amempeleka binti moteli. Asubuhi yake Yasmin akawa ameamka mapema, anajiandaa kwa ajili ya kwenda shule, lakini dada yake anaonekana kama yupo slow sana. Akawa amemwambia kwamba mimi siwezi kukubali kuchelewa shuleni. Yeye ametoka hapo na akawa amemwacha dada yake, lakini chumbani Naila akiwa bado amepagawa anatabasamu tu, akachukua mkasi kisha akawa amejiandaa na kutoka hapo. Alo, binti akaenda shuleni, watu wote wanashangaa. Binti ni wa kujitanda, kuvaa sketi ndefu. Leo kulikoni? Binti kaikata ile sketi yake, imekuwa kimini. Korido zima la shule wanafunzi wanashangaa, kapiga bonge la mini kinjunga. Binti hajajitanda leo. Unaambiwa uliokuwa na mshangaa sio wanafunzi tu, mpaka mwalimu wake huyu binti anashangaa ni nini kilichomkuta huyu binti. Naila akaenda moja kwa moja darasani na kumfuata Sinta, akamwambia kwamba mimi ni mrembo kuliko wewe na Fahani tayari ni mpenzi wangu kwa sasa, usinichezee kabisa. Binti akataka kutoka hapo, Sinta si akajaribu kurusha vijembe, Naila akamzaba kikofi kwanza, hataki masiara kabisa, kisha akaenda kukaa kwenye kiti. Wanashangaa huyu binti aliyompiga kofi, huyu binti ni wakishua nyie, amna yoyote anajaribu kumgusa huyu binti, na ndio maana unamuona mara nyingi yeye anakuwa na kina Mwijako tu, muda wote ana watu wake machawa. Usiku huo sasa Naila akiwa nyumbani anashangaa kapewa barua ya kusimamishwa shuleni. Hili jambo lilikuwa limemshangaza sana binti kwa sababu yale mambo yote alikuwa anayafanya akiwa chini ya udhibiti wa pepo. Hasa anashika sketi yake, anashangaa mbona sketi imekuwa fupi namna hii, nini kilichonitokea mimi? Yani kwa nini asimamishwe shule? Kafanya nini? Hajui.
Wakati huo yeye akiendelea kuwaza, pepo lilikuwa limemuita kwa jina lake. Sauti ya kunong'oneza ikamwambia kwamba muamshe dada yako. Akiwa amepagawa, Naila akaanza kupapasa meno yake kwa ulimi, akaenda moja kwa moja katika chumba cha mdogo wake Yasmin. Kwa upole akamwomba Yasmin wasali pamoja. Sasa wakiwa magotini, ghafla Naila akageuka uso kwa uso na Yasmin. Sasa Yasmin akawa anashangaa, macho yake yamegeuka na kuwa meupe. Yasmin akawa ameingiwa na hofu, akafumba macho na kuendelea kusali. Naila akawa amemshika kidole na kukivunja kwa nguvu. Yasmin ikabidi kupiga kelele kwa maumivu. Wazazi wao kwa wamefika hapo mbio mbio. Sasa Yasmin anajiteteka wazazi wake kwamba amevunjwa kidole na dada yake Naila, lakini Naila akawa amekataa, akasema kwamba yeye alikuwa anasali. Baadaye sasa Ahmad akahisi kabisa pengine kuna viumbe ajabu wamevamia nyumba yake. Akatumia uwezo wake aliopewa na Mwenyezi Mungu kuchunguza kama kuna mapepo eneo hilo, lakini akawa amesema kwamba haisi chochote katika nyumba hii. Kwa hiyo anahisi Yasmin pengine ni muongo. Yasmin akasisitiza kwamba anachokisema ni ukweli. Ahmad akamuuliza binti yake, ikiwa nitakufungua uwezo wako wa kuona maono, wa kuona vitu vya kiroho, unaweza kuniambia ama kunionyesha moja kwa moja walipo wao pepo katika nyumba hii? Yasmin akakubali. Baba yake ikabidi kumwekea mikono na kupiga dua ili kumfungua uwezo wa binti kutazama ama kuona mambo ya kiroho. Baada ya muda, Yasmin akaanza kutazama pande zote. Ghafla akamuona Naila akiwa katika umbo la kishetani, akapiga kelele huku akiwa anamsontea kwamba yule ni pepo, akimnyoshia kidole dada yake. Ahmad mara moja akawa amefunga uwezo huo wa kuona na akawa amemtuliza mwanaye akimwambia kwamba huyo ni dada yako, sio pepo, haiwezekani kabisa, huyo sio pepo. Lakini Yasmin akasisitiza na kusema kwamba wewe ndio ulionifungulia nione maono ili nikuoneshe pepo alipo, na sasa nakuonesha pepo alipo na bado nakataa. Ahmad akawa amebaki amechanganyikiwa. Miezi michache baada ya hili tukio kupita, Naila akatambua kwamba amechelewa sana kupata hedhi yake. Yaani binti aliisubiri hedhi ni kama alikuwa anasubiri mshahara. Baada ya kujipima, binti akagundua kwamba ni mjamzito. Hajui hata hiyo mimba kaipatapataje. Anachokitambua tu ama anachokikumbuka, alipewa lifti na faina, lakini akumbuki ile mimba kaipataje. Binti kwa sasa ana aibu hata kuwatazama wanafunzi wenzake, anajitenga tu. Siku moja akatoka chumbani akiwa dhaifu mno. Baba yake kwa amemuuliza, kuna nini kilichokukumba binti yangu? Binti akasema kwamba hajisikii vizuri tu. Vipi, umekunywa dawa? Akawa amesema ndio nimekunywa dawa, lakini akawa ametoka hapo chap akarudi chumbani kwake, maswali yasiyo mengi wasije wakamshtukia. Wakati huo Yasmin alipoingia hapo, baba yake akawa amemwambia Yasmin kwamba nimekuona mara nyingi siku hizi hausali kabisa. Yasmin akakiri kwamba anaogopa sana pengine anaweza kusali nyumbani hapa na yule pepo akawa amemvamia tena na kumharibia sara zake. Baba yake akawa amemfariji na kumwambia kwamba shika sana sara, Mwenyezi Mungu atakulinda. Alipotoka hapo, huyu mwanaume ikabidi kumgeukia mke wake na kumwambia kwamba siku hizi uzingatii sana ibada za binti zetu, wanafaa kusali na kumtumaini Mwenyezi Mungu pekee. Mke wake akawa amekasirika na kusema kwamba unaanza kunilaumu tena mimi, si ndio? Au mabinti tayari wamekwisha kuwa watu wazima, kila mmoja anaweza kujisimamia yeye. Mme wake akamkumbusha kwamba wajibu wetu kama wazazi ni kuhakikisha mabinti zetu wanakaa katika njia inayowapasa. Wakati huo kuna mwanaume mmoja akawa ameingia hapa kuja kuomba msaada kutoka kwa Ahmad, akimwambia kwamba anahitaji msaada kutoka kwake ili kwenda kumponya msichana mdogo ambaye alikuwa amepagawa na mapepo. Baada ya kufika huko, huyu pepo ni mgomvi. Sasa haya sio mavaibu. Wakati wa maombi, pepo akawa anamuuliza ustazi kwa ziaka kwamba ustazi, mbona dua zako hazifanyi kazi tena? Nini sasa kilichokukuta? Kisha akacheka, akawa amemtupa Ahmad mbali. Ili jambo lilikuwa limemtia stress kubwa sana. Ahmad anawaza nini kilichomkumba, kwa nini sara zake hazifanyi kazi tena? Na yule pepo anamwambia kwamba hutaweza tena kutusumbua sasa, sara zako hazina tofauti na makafiri tu, watu wasiomjua Mwenyezi Mungu kabisa. Ahmad akawa ameshtuka sana baada ya hii kauli. Anaona kabisa ni wazi kweli sara zake hazifanyi kazi, lakini ni kivipi? Akawa ametoka kupumua huko nje. Mwanaume mwingine akawa amemkaribia Ahmad na kumpatia chakula, kajitolea na akawa amemhakikishia kwamba hiki chakula kimetokana na hela halali. Ahmad akawa amekikubali chakula hicho, akasema kwamba unajua ni baraka kula chakula kilichopatikana kwa njia halali. Yule mwanaume kisha akawa amemuuliza, lakini je, mtu akila chakula kilichonunuliwa kwa fedha ambazo sio halali, nini kitakachomkuta? Ahmad akaeleza kwamba Mwenyezi Mungu anapotamka kitu daima kuna hekima nyuma yake. Kama tukila chakula kilichonunuliwa kwa njia isiyo halali, yani njia haramu, hakitakuwa nyama mwilini mwetu, badala yake kitageuka kuwa moto wa jehanamu ndani yetu. Maombi yetu hayatakubaliwa. Sasa baada ya kuzungumza neno hili, haya maneno yakawa yamemgusa mtoaji mwenyewe wa neno, yani haya maneno yakawa yamemgusa mwenyewe ustazi moja kwa moja, akaanza kuyatafakari. Yakawa yamempa funzo kubwa mno kuliko aliyokuwa anamwambia. Akiwa kwenye mawazo mazito, Sanus mwenyewe akawa amefika hapo. Huyu ndiye mtu ambaye mke wake ustazi Ahmad alitunga stori za uongo na kusema kwamba amekwenda kununua nguo nyingi. Sasa alipofika hapo, baada ya kumsalimia tu ustazi akawa amemshukuru sana na kumwambia kwamba asante bana kwa kununua nguo nyingi sana
dukani kwetu. Huyu Sanusi akawa amekataa, akasema kwamba yeye hajawahi kununua chochote kwenye duka lake, kisha akawa ameondoka hapo, hataki kabisa masiara. Ustazi akawa ameshtuka sana baada ya hii kauli. Aliporudi nyumbani akiwa na mashaka, akaanza kumuuliza mke wake alizipata wapi zile pesa ambazo alizitumia kama fidia ya Naila, na akawa amenunua simu mpya, akawa amelipia ada na kurekebisha kila kitu katika nyumba hii. Zile pesa ulizitoa wapi mke wangu? Mwanamke kakosa namna ya kujibu. Wakiwa wao wanaendelea na haya maneno, Yasmin mtoto wao akawa ameingia hapo na kumuona dada yake kazimia juu ya meza, wakamlaza kitandani. Ahmad akasisitiza kupata ukweli kwa mke wake. Mke wake akaanza kutoka na machozi, akakiri kwamba Ratina ndiye alimletea pesa hizo kama malipo ya kazi aliyoifanya mme wake. Akiwa analia akaomba msamaha sana. Ustaz Ahmed akawa amemkumbatia mke wake na kumsamehe. Huu ndio upendo bana, lakini akasema kwamba ni lazima aende kutatua jambo fulani hivi, ni muhimu sana. Akawa amehaga hapo moja kwa moja. Ukisikia kati chembe kidevu lazima ukae. Ndo hii sasa. Muda mfupi tu Naila baada ya kuwa ameamka akakiri kwa mama yake kwamba yeye ni mjamzito. Akawa ameomba msamaha sana. Mama yake akawa amemkumbatia, wakaanza kulia kwa maumivu makali. Upande wa Ustaz moja kwa moja alipotoka nyumbani alienda katika nyumba ya Anhal, lakini akakuta familia nzima ya Anhal ipo chini imeshambuliwa vibaya mno. Ghafla akasikia sauti ya Anhal akiwa anamuita kwa uchungu. Anhal akawa amekiri, akasema kwamba ni kosa lake. Tangu alipoanza kufanya kazi na Timur alijua kabisa ile familia yote walipata pesa kwa maagano ya kishetani. Agano la kishetani lilisema kwamba baada ya binti yao yani Ratina kutimiza umri wa miaka 18 alifaa kutolewa kafara. Anakiri, anasema kwa Ustazi kwamba hakujua kabisa pesa zile alizokuwa anazipata kwa Timur kama zingeweza kusababisha familia yake pia kuingia katika laana hiyo ya kishetani. Baada ya maneno haya tunagundua kwamba pesa ambazo hata mke wake Ustaz alizipokea ni pesa zinazotokana na mambo haramu, sio halali kabisa. Baada ya maneno haya Anhal akawa amefariki hapo hapo. Roni aliyekuwa hapa katika hii nyumba akiwa mahututi, sauti ya kishetani ikiwa imemwingia na kusema kwamba anayefuata kwa sasa ni wewe na familia yako Ahmadi, kwa sababu mke wako alikubali pesa za Timur. Akajaribu kumshambulia Ahmadi, lakini Ahmadi akawa amempiga kwa dua, lakini pepo akawa amemcheka na kusema kwamba dua zako hazifanyi kazi tena. Lakini Ahmad hakukata tamaa, akaendelea kuomba kwa imani iliyodhabiti ndani yake. Akawa amefanikiwa kumtoa yule pepo katika yule mwili wa Roni, na yule mwanamama akawa amefariki dunia hapo hapo. Sasa baada ya hapo sasa moja kwa moja Ahmad akahisi kabisa pengine familia yake nzima iko hatarini. Akawa ametoka hapo ili kurudi katika familia yake. Sasa upande wa familia yake, Sri mke wake Ustazi akiwa nyumbani akasikia pepo akiwa anamnong'oneza kwamba haya yote ni makosa yako Sri. Pepo akamshambulia moja kwa moja, akamtokea na kumwingia Sri. Akawa amepagawa. Akiwa amepagawa, sauti yake ikawa ya kutisha. Naila pamoja na Yasmin wakasikia kuna makelele, wakamkuta mama yao akiwa anabamiza meza. Yasmin akauliza, mama unafanya nini tena? Mama yake akageuka na kusema kwamba leo ndiyo siku yenu, mtakufa. Milango ikiwa imejifunga yote. Naila akaanza kutokwa na damu, lakini Siri akawa amechukua mkasi na kumkaribia kufa Yasmin, lakini Naila akamtupia kisturi akae kwa kutulia. Lakini baada ya muda aliponyanyuka akawa anamshambulia Naila kwa kumdunga na mkasi na kumuua mbele ya macho ya Yasmin. Yasmin akapiga dua kwa uchungu, lakini mama yake akamrukia na kumwambia kwamba usijali, kwa sababu wewe bado ninakuhitaji, nina kazi na wewe. Yasmin akamsukuma kando. Wakati huo huo baba yake Yasmin akawa ameingia hapo. Ustaz alipomwona Naila amekufa aliumia sana, akamuuliza kwa machozi kwamba nani amefanya jambo la namna hii. Yasmin akasema kwamba ni pepo aliyemwingia mama. Wakati huo sasa, shika vizuri, mke wake Ustazi yani Siri akawa ameingiwa na umbo la kishetani, akawa amesimama tena. Sasa Ustaz baada ya kumuona huyu shetani kasimama, akawa amechukua mkasi moja kwa moja kwenda kumshambulia akiwa na hasira, akamdunga mikasi ya kutosha mpaka pale ambapo Yasmin akapiga kelele akimwambia Ustaz kwamba huyo ni mama Ahmad. Muda huo huo akili namrudia, akagundua kwamba kachelewa, amekwisha kumuua mke wake papo hapo. Pepo alimdanganya kwa makusudi ili kuitenda dhambi hiyo. Ahmad akawa amevunjika moyo sana, ameangamiza familia yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Polisi walikuwa wamemkamata kwa kosa la mauaji ya mke wake na kumpeleka gerezani. Sasa hapa tulikuwa tunaangalia miezi 7 kabla ya tukio la Ustazi kuwa amefungwa gerezani ili tujue ni nini kilichompeleka gerezani. Sasa turudi gerezani, nini kinachoendelea huko? Akiwa gerezani, Ustazi afande akawa amefika hapo na kumjuza kwamba kuna mtu amekuja kukuona. Ahmed akiwa na furaha sana akamwona kwamba ni binti yake Yasmin kaja hapo kumtembelea baba yake. Binti anamwambia kwamba leo ni siku yake ya kwanza akiwa sekondari. Baba yake akawa amembariki na kisha akawa amevunjika moyo akiomba msamaha na kujilaumu kwa kila kitu kilichotokea katika maisha yao, akisema kwamba ni
makosa yake yote. Sasa Yasmin inalazimika kuishi peke yake bila uangalizi maalum. Yasmin akamjibu kwamba yeye pia alikuwa ni sehemu ya makosa hayo, asijilaumu sana mzee wake kwa sababu hakuwahi kushukuru wakati familia yake ikiwa bado iko hai. Akamwambia kwamba atamkumbuka daima na atakumbuka maneno yake. Mungu daima hulinda na kulinda waja wake. Wote wawili wakalia. Akamwomba binti yake ajitunze na asimsahau Mwenyezi Mungu, aendelee kuomba. Wakati Ustadh Ahmad anaondoka hapo, Yasmin ghafla akawa amegeuka kuwa pepo. Akamsihi kwa sauti ya kishetani Ustadh na kumwambia kwamba inakuwaje ukihisi umeangamizwa na kushindwa kabisa na umeachwa peke yako huko uoze ukiwa peke yako? Akawa amecheka kwa sauti ya kipepo, lakini Ahmad akajibu kwa kutulia kabisa akisema kwamba hakuna nguvu iliyo juu ya Mwenyezi Mungu. Akawa ametoka hapo huku akiendelea kusoma dua, na kamera ikamwonyesha Yasmin akiwa katika hali ya kupagawa, analambalamba lips tu. Na hapa ndiyo mwisho wa filamu yetu. Natumaini kuna vitu vingi sana utakuwa umejifunza kutoka katika filamu hii na kuenjoy. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare tafadhali. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.